last years nimeona nini alifanya mpaka tukawa na uwanja pale, kwa sababu tulikuwa hatuna uwanja wa kupokelea mwenge, na una uwanja ukaitwa Mangosongo Arena. Na uwanja ukaitwa Mangosongo Arena. Just it was very wonders for Mafia Islands, na pia tumeona jinsi gani alivyofanya mabadiliko mengi tu katika wilaya yetu. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Hans TZ, leo ni siku nyingine. Leo ni tarehe 19 mwezi wa 3 2025. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi Ramadhani lakini unaionaje? Kwa kifupi, alhamdulillah, tunamshukuru Allah, tuko nayo vizuri, tumetoka nayo vizuri, na mpaka hapa tulipo tunasema alhamdulillah, tuko nayo vizuri na tumeipokea vizuri, na baraka za Allah tunasema kwamba zitufikie kwa uzuri kwa Waislamu wote, waumini wote ambao tumewahi kuthubutu huu mwezi wa Ramadhani. Labda kutokana na changamoto za hapa na pale za kuhusiana na usafiri, na kama ambavyo inafahamika, wakazi wa Mafia huwa wanategemea mahitaji yao ya huduma za kijamii kutoka ng'ambu, nikiwa na maana kutoka jijini Dar es Salaam, na utaratibu ambao umekuwa ukitumika toka enzi hizo za mababu na mababu ulikuwa wanategemea sana vivuko vyetu hivi vya bahari, lakini siku 2-3 hapa vimekuwa vikisumbua. In short, sitaki niende sana in deep kwa sababu tutakuja huko. Labda ni kwa uchache ni namna gani ambavyo bidhaa zinapatikana, hususan ni vyakula na nini, ni bei ziko vipi hasa kutokana na changamoto za usafiri? Kwa kikubwa kuhusiana na changamoto ya usafiri na kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani, tunakumbana na swala zima la mfumuko wa bei katika vyakula na mfumuko wa bei katika mazingira mazima ya mavazi ya watoto, kwa sababu sasa hivi tunafanya pia maandalizi ya sikukuu. Kwa hiyo sasa unakumbana kwamba zile hari za bidhaa zetu ambazo zilikuwa zikinunuliwa labda normal wakati wa tupo na meli, kwa sababu kidogo kunakuwa na mapungufu kidogo ya zile nauli pamoja na vikodi vinakuwa vinapungua, lakini kwa sasa kutokana na hii hali iliyopo bei zinakuwa ni kubwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kama ni mtu wa hali ya chini kabisa, kuna wakati mwingine anafeli, anakuwa labda anatumia tu futari yake moja, iza kama ni muhogo fungu lake moja, unaona. Kwa vitu kama hivyo, vitu kama futari zile nzuri hawezi kuvipata kwa urahisi, kwa sababu unaweza kukuta kwamba njugu labda inauzwa shilingi 3,000 labda na 600, unakuta maharage shilingi 4,000, unakuta sukari mpaka shilingi 3,000 na kuendelea. Kwa hiyo sasa hivi vitu ukiviangalia kwa sisi ambao tupo ndani ya mfungo, tunaona ni changamoto mzito, na hata wale ambao ni wenzetu ambao hawako katika huu mfungo nao pia wanakumbana na hiyo adha, kwa sababu bei ikiwa kubwa, nafikiri na uchumi wetu jinsi ulivyo kwa sasa hivi tunautambua uchumi wetu uko slow sana niseme. Kwa mtu anahangaika na hali za maupepo baharini huko, akienda amerudi na shilingi 5,000 hiyo apate iftari yale na watoto 5,000 hiyo afanye mpango wa daku. Kwa hiyo mambo ni magumu kwa kweli. Mkoa wa Pwani umekusanya wilaya 9. Miongoni mwa wilaya 9 hizo ni mojawapo ni wilaya ya Mafia. Na nafikiri kihistoria tumewahi kufanya vizuri. Nafikiri kama nitakuwa sikosei, mnamo mwaka 2023 nafikiri tumeshika ngao nafasi ya 2 nafikiri hivi kimkoa. So labda kwa mwaka huu wa 2025, na kutokana na hali ilivyo, wewe unaona tunaenda kufanya kitu gani hasa katika mkoa wa Pwani, ukizingatia mwenge ndio unazinduliwa kwenye mkoa wetu? Kutokana na tuseme kwamba ile elimu kutolewa mapema na kila mmoja kuwa anaelewa nini anachoenda kukifanya, na imani kwamba kwa wilaya ya Mafia tumejipanga, kwa sababu tuna vijana ambao wamehamasika vizuri kwenye swala zima la mwenge, na vile jamii kwa ujumla inatambua umuhimu wa mwenge unapopita katika
wilaya au katika eneo husika kwamba majukumu ya mwenge yako vipi na nini kinahitajika kwenye mwenge na kipi hakihitajiki kwenye mwenge na yapi ambayo yanakuwa yanapewa kipaumbele zaidi katika mazingira ya mwenge. Kwa hiyo kwa Mafia alhamdulillah tumejipanga vizuri na nina imani inawezekana ikajirudia hiyo nafasi au pia ikawa imelakia niseme. Inawezekana tukafanya vizuri zaidi kuliko hata huko nyuma. Kwa mwaka huu ambao tumeutazamia hapa, nafikiri tulikuwa chini ya uongozi wa Sumai. So kwa sasa hivi tuko na Bi Aziza Ali Mangosongo, mama anaupiga mwingi. Na binafsi Bi Aziza namtizama kama namna vile ambavyo anavyoongoza, namna vile ambavyo wamekuja kuisurprise Mafia. Namtizama sasa kama mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa Makonda. Naona wanafanana kidogo kwenye namna ya uongozi wao. So nafikiri tunaweza tukafanya kitu kikubwa zaidi. Labda wewe una lipi la kusema? Kwa mimi cha kukizungumzia juu ya swala kama hili au kwenye event kama hizi zinahitaji mtu ambaye ni kama hivyo, ambaye ni machachari na ni mwajibikaji mzuri katika majukumu yake na anaweza kutoa hamasa vizuri kwa vijana, kwa sababu kijana ndio kila kitu katika nguzo ya dunia. Sisemi kama wazee waachwe, hapana, ila unapomhamasisha kijana kwenye mazingira tofauti tofauti ujue kwamba umehamasisha ulimwengu. Kwa hiyo achukue ile jukumu na ile dhima ya kwamba niwe na vijana, alafu pia anatakiwa pia kwa kifupi kwamba last years nimeona nini alifanya mpaka tukawa na uwanja pale, kwa sababu tulikuwa hatuna uwanja wa kupokelea mwenge na una uwanja ukaitwa Mangosongo Arena. Na uwanja ukaitwa Mangosongo Arena. Just it was very wonders for Mafia Islands, na pia tumeona jinsi gani alivyofanya mabadiliko mengi tu katika wilaya yetu. Kwa hiyo tumpongeze mama na tumuombee dua nyingi sana, na pia tumtake yeye aendelee kujitoa, asivunjike moyo kwa maneno madogo madogo labda anayoyasikia kutoka kwa watu, labda hili na lile. Binadamu kwa kifupi hapendwi na watu wote. Hilo tunatakiwa tutambue kwamba hauwezi ukapendwa na watu wote. Yani fanya utakavyofanya. Yani wewe kula, ishi, lakini haupendwi na watu wote. Lakini tambua kwamba wapo tunaokupenda na wapo ambao wanaokuchukia. Ila wewe unachotakiwa pale katika ile position uliopewa, wajibika na ile position yako. Anayekutazama ni yule ambaye anayekupenda, sawa, na pia yule aliyekupa majukumu. Inawezekana kesho akakupa zaidi kutokana na majukumu yako jinsi unavyoyatekeleza. Kwa hiyo mimi nimuombee dua na pia niombee dua wilaya yangu ya Mafia, na vijana pamoja na wazee wa wilaya ya Mafia wamuelewe mama na wampokee mama na tuwe naye katika majukumu. Mbali ya kuandaa uwanja rasmi kwa ajili ya kupitisha matukio makubwa kama ya mbio za mwenge, moja ya surprise ambayo amewaletea wana Mafia ni namna ambavyo jinsi ya lile tamasha lilivyokuwa kubwa, hususan mazingira ya usiku na nini, imekuwa ni tofauti sana na miaka yote. Ni semi moja kwa moja kwamba ni mkuu wa wilaya ambaye amekuja na idea yake. So sisemi wengine hawakufanya vizuri, ila kwake imekuwa tofauti kiukweli, maana namna ambavyo vile mazingira ameandaa, na ndio maana mpaka sasa ule uwanja ukaitwa Mangosongo Arena kutokana na creativity ambayo ameifanya. Yeah. So moja kwa moja sasa nataka tuende kuizungumzia meli ya MV Kilindoni. Taarifa zimekuwa nyingi kwenye mitandao ya kijamii. Maneno yamekuwa mengi pia kutoka kwa viongozi wetu. Moja ya kitu ambacho kimewashangaza kidogo baadhi ya wana Mafia pale ambapo kiongozi anajaribu kutoa maelekezo ama kutoa matumaini kwa wana Mafia kuwa kivuko kitarudi siku fulani kwa ajili ya kuja kufanya kazi, alafu hakionekani. So leo moja ya taarifa ambayo niko nayo, MV Kilindoni imewasili, iko Mafia bandarini. Kwa macho yangu mawili nimeishuhudia MV Kilindoni ikiwa iko bandarini. So kitu ambacho kidogo kimenishangaza, naona imekuwa kimya sana. Imerudi kwenye mazingira ambayo wana Mafia wote hatujategemea kuwa sasa meli inaweza kurudi. Na ule muda ambao tuliotegemea kuwa meli itarudi, meli haikurudi. Sasa yapi maono yako katika swala zima la MV Kilindoni kurudi kwa
kimya sana. Cha kwanza kabisa nipende kuishukuru serikali kwa juhudi zake ambazo zimefanyika kuweza kutengeneza MV Kilindoni pamoja na hiyo meli nyingine ambayo ni Songosongo. Nishukuru serikali kwa kupitia Mama Samia Suluhu Hassani. Pia nimpongeze mbunge wetu Omar Kipanga kwa juhudi zake ambazo alizokuwa akizifanya, kwa sababu zote ambazo tulikuwa tukiona labda ni propaganda, labda tulikuwa tunasema labda ni kwa vile ni karibia na elections, unaona. Hizi zote ni juhudi na vilio vyake ambavyo viweza kumfikia mama kwa haraka, na akaona mama basi ni bora tu tufanye hivi vitu kwa haraka tuweze kuwafikishia wananchi hivi vitu ili waweze na wao kujisikia kama binadamu katika mazingira yao. Kurudi kwa kimya kuna mengi kwa sababu mivumo ilikuwa ni mingi. Anaposema mheshimiwa kwamba leo itarudi labda tarehe fulani, alafu ikawa haijaonekana, bado unaandaa maswali kwa wananchi wako. Akisema itarudi tarehe fulani, haikufika ile tarehe, bado maswali kwa wananchi. Kuna nini hasa kinaendelea? Huyu bwana atakuwa ni muongo. Huyu bwana kuna kitu anachokitafuta. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku, kwa hiyo mnaamua kurudi ile kimya ila kila mmoja atakapofika aone kwamba serikali imefanya na imefanya maajabu haya. Kwa hiyo ni swala ambalo ni zuri kurudi kimya kwa sababu tunasema hata ikiwa kwamba umeoa, unapoenda kuoa yule mwanamke na unajua kwamba ilivuma sana kwamba atamuoa, basi bora uende ukaoe kimya alafu umlete watu wasitukie tu kwamba amefanyaje, ameoa. Kwa hiyo sasa na hiki kilichofanyika niseme ni jambo zuri, sio baya. Kwa hiyo sasa wananchi tulipokee na tuweze kulitumia kwa uzuri na sio kuisema serikali au kumsema eza mbunge, labda kumsema mkuu wa wilaya, labda mkurugenzi au rais wetu. Hivyo vitu visitokee. Kikubwa ni kupokea kile ambacho tulichokipata na juhudi ambazo zilizokuwa zikifanyika tumeziona, kwa sababu ukimwona mkubwa wako kila wakati anakuambia bwana kitu fulani nitakileta, lakini hakileti, moyo wake unanyongea. Moyo wake unahitaji kile kitu kifanyike, lakini yeye hawezi kufanya kwa haraka kwa sababu vile vitu vinahitaji ufundi. Yeye sio fundi, yeye sio mtengenezaji, hajui hata unavoshika mashine, lakini anatamani hata kimalizike kile kitu wananchi wake wapate haueni. Lakini leo hii mnakuja kunipa taarifa mzuri na yenye umuru wake. Kwa kweli niwapongeze. Kazi iendelee kwa mama, kazi iendelee kwa serikali, kazi endelee kwa wananchi. Pia ni waombe basi wasifanye election mbaya, tuchague vitu ambavyo ni vizuri. Labda kwa mtazamo wako, mapokezi yatakuwaje kwa wananchi? Kwa sababu nimekuwa nikihudhuria baadhi ya vijiwe ambavyo wananchi wenye hasira kali kutokana na changamoto ya usafiri wakiongea maneno mengi sana, lakini moja ya kitu ambacho wanachokishtumu wananchi ni zile taarifa kutolewa baadaye kutotimia kwa taarifa ambazo zimetolewa. Mpaka ikafika wakati sasa sisi waandishi tukawa tunaonekana ni watu wa siasa. Tukaonekana sasa tunasaidia kufanya kampeni, unajua. So mpaka dakika hii bado idadi kubwa ya wananchi au wakazi wa Mafia hawajafahamu kama kivuko cha MV Kilindoni kimerudi, kwa sababu kivuko kimerudi leo jioni, na mpaka sasa nipo kwenye exclusive interview ni saa 3 nafikiri. Bado wananchi wengi hawajafahamu kurudi kwa kivuko cha MV Kilindoni. Kwa mtazamo wako, mapokezi yakoje kwa wananchi? Kwa upande wa wananchi niseme kama tulivyozoea, Mafia tunakuwa na maneno mengi sana huko pembeni, lakini kinapojitokeza swala kama hili la furaha, nina imani tutafurahia wote, na niwaombe wasiwe na mihemko, kwa sababu mtakapokuwa na mihemko mpaka mkataka kugombana na serikali, mkataka kugombana na nyinyi kwa nyinyi, kutegemea na zile pande zenu ambazo mmejigawa, ili sio swala zuri. Umoja tu ndio unaotutaka. Kwa hiyo wao watafurahi katika kuipokea, kwa sababu wengi tulikuwa tunaitaka hii kitu itokee, na hata ikiwezekana zaidi ya Kilindoni vije, kwa sababu wingi wake utakapokuwa upo, kitapoharibika hiki basi kingine kitakuwa kinakava ile nafasi. Kwa hiyo
nina imani wananchi watakuwa na furaha hiyo kesho asubuhi watakapokuwa wameiona meli yao. Wananchi wataishukuru serikali kwa ubora na kwa umakini kabisa kwamba serikali imefanya. Na hizi mbindigu za maneno ambazo zinazungumzwa huko mapembeni, niombe tu kwamba ziachwe huko mapembeni, hazina mpango. Mpango upo kwenye kazi. Kwa hiyo ni kuonesha tu ule umoja na juhudi kwamba tayari tumeshapatiwa, tushukuru. Labda kwa muono wangu au kwa mtazamo mwingine, kwa nini kivuko kimerudi kimya? Nafikiri ni watu wengi wanaweza kuhisi kwamba kimerudi labda kwa niaba ya mbio za Mwenge. Kwa vile mbio za Mwenge zinakaribia, na kama ambavyo tumetangulia kusema kwamba mbio za Mwenge zitazinduliwa katika mkoa wetu wa Pwani. Kwa hiyo sio jambo ambalo litakalotakiwa wilaya yoyote ile ionekane imerega, kwa maana ya maandalizi, wako nyuma ya maandalizi. So labda serikali ndio kaona kwamba acha tuwapeleke hichi kivuko kwa hali yoyote ile. Ama kwa mtazamo wako, tofauti na kuwepo kwa mbio za Mwenge hivi karibuni, hichi kivuko kingerudi kama ambavyo kimerudi? Hapo kidogo ni pagumu katika ile hali ya kuainisha kwa ubongo, kwa sababu tuna mambo mengi ambayo yanafuata ambayo yanaweza kufanyika kwa vitu kama hivyo kwa haraka, kama nilivyozungumza huko awali. Kwanza tuna uchaguzi mkuu, kwa unaweza kufanya hivi vitu vikawa kwa haraka, na jingine kama hilo la Mwenge, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatakiwa viletwe, mfano magari yanatakiwa yapatikane, magari ambayo itakuwa yanachukua wale watu ambao waongoza Mwenge. Kwa lazima kwa hiyo maandalizi yake yote yanahitaji papatikane meli. Kwa hiyo meli inawezekana hayo yote yakawa yapo katika mapokezi ya Mwenge, na pamoja na uchaguzi, vyote vinaweza vikawa viko katika wakati mmoja. Kwa hiyo sasa hapa tusiende kindaki kwenda kuwalaumu